Kuna namna nimeona matangazo ya kuwa ndege imekuja kuchukua watu UAE, Dubai, kuja kuchukua watu na imewarudisha Watanzania zaidi ya 200 na kadhaa, lakini mimi bado sijaelewa, yaani ndege ilikuwa na utaratibu gani wa kuweza kuwakusanya Watanzania na kuwarudisha, kwa sababu hata mimi taarifa niliona tu kuna ndege inakuja, lakini process zinakuwaje? Process inapitia ubalozi au process zikoje? Kwa sababu kwa sisi ambao hatujasafiri jana wala juzi na bado tupo katika mazingira ya utafutaji wa maisha, sasa inakuwa inanichanganya zaidi, yaani inanifikirisha zaidi kwamba nashindwa kuelewa ni kipi ambacho kimetumika mpaka kuwapata hao watu 230. Lakini ninavyohisi ni kwamba hao watu 230 ni watu ambao walikuwa wametua, na wachache ambao walikuwa karibu ya eneo hilo walitumia hiyo ndege ambayo ni Air Tanzania na ndio waliorudishwa. Lakini asilimia kubwa mambo yameenda kipassword sana. Alafu mwisho wa siku zinakuja habari za upotoshi kwamba Watanzania tumewabeba, tumewarudisha nyumbani. Ni uongo. Watanzania bado tuko wengi na wengi na wengi na wengi zaidi wapo. Kwa hiyo kwa nini niseme hivyo? Hizi ni habari ambazo za kusikitisha. Tusidanganye watu kwa kusema kwamba tumebeba watu kadhaa, tumewachukua Watanzania, tumewarudisha na Mungu amejali. Hapana, watu ni wengi zaidi hata wao mliowabeba, na mliowabeba ni wenye manufaa na Air Tanzania. Kama ndio ndege ambayo iliwabeba kuwarudisha, basi hiyo ndege ndio iliwachukua soon ikawaleta. Sasa wana majina yao na kila kitu, ndio wamewakusanya wao, wamerudisha, kwa sababu walikuwa wameishia airport. Lakini wakumbuke kwamba Watanzania sio wanaoishia airport tu, kuna wengi ambao wako Deira, wako Jumeirah, wako Ajman, wako Abu Dhabi, wako Kiza. Naamini Watanzania wako wengi kwa sababu tunakutana nao, tunawasiliana na wapo wengi ambao wana uhitaji wa kurudi nyumbani, lakini hawajarudi mpaka sasa hivi, na kulingana tu na anga ilivyo, na sio kama labda wamekosa hela ya kulipa. Hapana, ila ni swala zima la anga limechafuka. Swala zima la anga limechafuka. Right, kama ndege zingekuwepo mtu unalipa unarudi, lakini kama kwa maombi ya kiserikali ndege inakuja kwa mujibu wa kitaifa, ni vitu ambavyo vinahusika kabisa kubeba kila mtu, ni haki ya kumbeba kila mtu na kumrudisha nyumbani. Lakini sio kama nalia njaa kwamba bana nimekosa nauli au vipi nirudishwe. Yaani swala la kurudishwa, la kujirudisha linawezekana endapo kama ndege zipo, lakini unaweza kaenda airport sasa hivi na ndege hakuna. Sasa kama ndege zinakuja kiivo kinamna gani, kimoja moja au labda zisije kabisa kwa kuhofia matatizo, kwa nini hiyo ndege ilikuja? Ina maana kuna access ambazo wanazijua wao kwa mamlaka ya anga kati ya UAE na taifa letu Tanzania. Kwa kuna namna ya kuorganize tena, waendelee kuwabeba watu na kuwarudisha. Sio wachukue watu wawili afu waseme tunashukuru sana, tumewabeba hao watu wamerudi, watu 200. Sasa watu wako wengi watafutaji katika maeneo mengi ambayo mimi nimeyataja. Kwa hiyo tusidanganye watu kwamba tumebeba watu tumewamaliza au vipi. Watu bado wako wengi na watu bado wana uhitaji wa kurudi. Kwa hiyo hata kama mtaziweka hizo cost, kama sio msaada kuwarudisha watu, wekeni hizo cost watu warudi. Watu wapo wengi na bado wanapambana, kwa sababu mabomu bado hivi ninavyoongea na nyinyi bado yanaendelea kulipuka kama kawaida. Mabomu ni wengi na yanalipuka kama kawaida. Sio, umeelewa? Sasa hatujui inaweza likadondoka muda gani katika maeneo ambayo tupo au katika maeneo ambayo wapo Watanzania, likadondoka na likaua hata watu 4 5. Kwa hiyo bila kujiongeza kama serikali yetu kuokoa watu na kuwakomboa, kwa sababu wanaokombolewa ni watafutaji, walipa kodi. Tunatafuta biashara zetu huku, tunawekeza nyumbani. Huko nyumbani tunailipa serikali kwa sababu yale kile tunachokipata tunadaiwa kodi kwenye mafremu, kwenye manini na nini. Kote huko kwenye VAT tunalipa kwa sababu ya utafutaji ambao tunatafuta huku mbali. Kwa hiyo mimi nafikiri hivyo ndio vitu vya kuzingatia. Ni njia gani ilitumika kuwachukua Watanzania? Basi itumike njia halisi, kwa sababu hata ubalozi tunawapigia simu, ubalozi hawapokei simu. Ubalozi wa Abu Dhabi, ubalozi wa Dubai, ubalozi wa wapi, kote huko, ubalozi wa Tanzania ambao uko Abu Dhabi, ubalozi wa Tanzania ambao uko Dubai, hawashiki simu. Sasa mimi nashindwa kuelewa viongozi wanafanya nini katika maeneo kama haya ikiwa hawashiki simu wala hawajui customer care, kwa sababu namba wamezidisplay wao, wameziweka. Alafu mwisho wa siku zikipigwa hizo namba hazishikwi. Wakati wananchi wao ndo tuko hapa na tukitegemea balozi zetu zitatuongoza katika namna. Watanzania watafutaji, wapambanaji ambao wameenda baadhi ya maeneo mengi nchi tofauti kujitafutia, kwa sababu ikalilike tunaifahamike kwamba tunajitafutia kule kwa ajili ya kuleta nyumbani.
Kwa ni moja ya vitu ambavyo sometimes vinatuletea maendeleo, kwa sababu kama mimi napambana huku napata zaidi, naweza nikapata kiasi kikubwa ambacho nikaja nikafungua miradi yangu Tanzania. It means nitaweka watu pale watafanya kazi, watajikwamua kwenye maisha yao, watajikwamua kwenye ugumu wa maisha kupitia ule mtaji ambao mimi nimeuwekeza pale. Unaelewa? Kwa hiyo serikali lazima ituheshimu na ituelewe kwamba sisi ndio wapambanaji ambao pia tumetafuta mbali na kuleta Tanzania kwa ajili ya manufaa ya kimaendeleo ya Tanzania. Yaani tunainua uchumi wetu kupitia pesa ambazo tunaweza kuzipata baadhi ya maeneo tofauti tofauti. Sio, umenielewa? Kwa hiyo itumike njia halisi, njia nzuri, kwa sababu bado tuna nguvu na ni wapambanaji. Kuna uwezekano wa kuwepo nyumbani, na pia kwa huu muda ambao ni machafuko yamechafuka, tukaendelea kupambana hapo hapo Tanzania. Uwezekano huo tunao, kama tuna nguvu ya kutoka huku kuja kupambana baadhi ya manchi za watu ambako sio kwetu, na tukafanikiwa kupata 200 300, basi kuna uwezekano wa kupambana zaidi tukaipata hiyo 200 300 hapo nyumbani kwa kipindi hiki kigumu au kipindi hichi cha vita, na pia tukaendelea kugawana na Watanzania wenzetu ambao labda wana hali za chini, wana mazingira magumu, pia tukagawana kwa 100 200 hiyo hiyo, wakalisha familia zao na sisi tukaendelea kulisha familia zetu, kwa sababu still familia zetu bado zipo hapo Tanzania na bado zinaendelea kuishi, na sisi baba zao tuko huku nje ughaibuni, na tunahitaji kurudi ili tufanye mambo yetu ya msingi. Kwa hiyo kama itapatikana ndege, hata kama zinawekwa cost, kuna watu wengi watalipa na watarudi, kwa sababu hakuna mtu anayetaka majanga. Lakini pia ni wa promise, huu mwezi mtukufu, zimebaki siku 7 tu. Ninachoamini mimi, na hii mtanielewa baadaye. Ninachoamini mimi, huu mwezi mtukufu ukiisha, hii ni rasharasha tu ya sasa hivi. Mwezi mtukufu ukiisha, watu wanakuwa hawana tena moyo huo wa kiimani. Yaani na maana watakuwa wanayalipua kuliko yalivyo, kwa sababu wameshatoa ahadi kwamba mwezi ukiisha tutaanza kazi, tutaswitch rasmi sasa. Sasa ina maana vita ndio inakwenda kuanza baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuisha. Ina maana sasa hivi wana aibu tu, wanajisikia tu kwamba sasa hivi sio kipindi cha kuuana. Ngoja tutulie kwanza. Ndio maana wanasema wanarashia. Kinachokuja kufuata ni baada ya huu mwezi kuisha. Kwa hiyo kama huu mwezi ukiisha, yakianza mabaraa, basi tegemeeni kuwakosa watu. Tegemeeni kabisa kuwakosa wapambanaji wote waliotoka huko kuja kutafuta huko. Kama mtachelewa na mtashindwa jinsi ya kufanya ili Watanzania waweze kurudi kwa wakati huu, kwa kipindi hiki.